Mimi kwanza kwa kufurahi sana wanaenda kwa mheshimiwa waziri mkuu Bwana Kassim Majaliwa, wakawa wakijua kabisa, nasema hivi 2025 mitano tena kwa mama yangu Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kiongozi wangu waziri mkuu. Kwa hiyo buneni ipeleka huku, ngumi inaenda huku, ngumi ya kaniki ndio inakabidhi miaka mitano tena kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano. Hatuwezi kutoa 20, tutakuwa tunaita uongo, ila mitano hii hainaga pambamba, haina upinzani. Rais kapita kama unavyoona, SGR ngumi mwendo kasi tumetumia kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano. Bwana, na tunaongea vile vile kiongozi Msigwa na nishampa zawadi ya ngumi ya Kiberenge. Sasa naipeleka ngumi ya kaniki kwa mheshimiwa waziri. Bwana, kwa mganga inapatikana, kwa mchawi inapatikana. Sasa hivi ndio tukipiga tu anakuwa mweusi, hawezi kuonekana tena utatumia mchezo wa ngumi. Kaniki imetoa wapi? Ai, kaniki ni ngumi iliyobarikiwa na ngumi iliyotamiziwa na mizimu ya ukaya. Bwana, kama tunasema tunakwenda Ruangwa ndio ile kuzaliwa ngumi kaniki. Tunasema wakati wa Mungu ni wakati sahihi. Usipolijua lako huwezi kulijua la mtu. Kwa hiyo Mandoka mtu kazi, mtu wa kazi. Bwana, mimi na yangu nayoyajua. Namshukuru Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo mabondia wenzangu wa Tanzania, kila mmoja apambane na wakati wake alikuwa nao, na tunakwenda kujifunza ngumi. Cha kwanza kabisa, kocha wako anakufundisha nidhamu. Bondia uwe na nidhamu. Unapomwona mtu mkubwa, mwana mama anafanana na mama yako, yeye ni mama. Ukimwona mwana dada anafanana na dada, ni dada. Ukimwona mwanaume anafanana na kaka yako, basi hiyo ni kaka. Kwa hiyo Mandoka mtu kazi, nilichoelewa kikubwa mtu kwa maisha yangu ni nidhamu. Sina nafasi tena ya kusema na mwangalia mtu mwingine kabla yangu sijayaweza. Hivyo tu. Kwa sababu chama cha ngumi kipo, TBRC, kuna BMT, uongozi wa ngumi upo, waziri wa michezo yupo. Mimi naamini kama unapoona nidhamu nzuri, au viongozi ndio wanaweza kusaidia na wanaweza kuweka chini wakuongelea habari zako. Lakini kwa mtu kama mimi Mandoka mtu kazi, nikisema nagawa ushauri kwa mabondia, sio wakati wangu, kwa sababu mimi mwenyewe bado sijakuwa mkubwa na mwenyewe binadamu, kesho nitakuwa na mapungufu yangu. Kwa hiyo mimi naamini kabisa chama cha ngumi, BMT na TBRC na waziri wa michezo wapo, watafuata matakwa yao na watajidi kuelekeza mabondia ili waelewe maana mchezo ngumi ni nini. Maana zamani kwa mchezo, sasa hivi imekuwa ajira, kwa kila mmoja jiwekea ajira yake. Mandoka kabisa zake anapoishi anaishi kwa nidhamu sana. Mandoka anaishi kwa busara sana, kwa heshima sana. Kwa sababu cha kwanza kabisa, marehemu mamangu alichokuwa ananifundisha nyumbani, aliniambia kabisa, mwanangu, umekosa elimu, umekosa pesa, hatuna utajiri, ila cha kwanza mwanangu nidhamu. Kokote unakwenda, ukimwona mkubwa mwana mama anafanana na mimi, jua wewe ni mama yako. Ukimwona mzee mkubwa anafanana na baba yako, basi wewe ni baba yako. Ukimwona kijana mwenzio, ili akawa mkubwa wako, akawa mdogo wako, kabisa kuna kaka yako, kuna wadogo zako. Kwa hiyo Mandoka mtu kazi ni mtu wa kazi. Nashukuru sana. Nidhamu unafundisha mama, heshima, busara, ndio yaani siku zote ukikosa nidhamu kaka, utajuta kuzaliwa. Kwa sababu wanasema siku zote, ili samaki mmoja akioza, wanaoza wote, sio kweli. Akioza samaki mmoja, tunamwaga chini, tunamtafuta waoza, tunamweka pembeni, wala wengine watakuwa safi kabisa. Mandoka Junior yupo na atakuja kwenye fani vizuri tu, kwa sababu hatukurupuki na hatumpeleke pupa, ila atakuja kwenye fani vizuri tu, kwa sababu sasa hivi hatuwezi kumkurupusha. Ingia kwenye ngumi, akaenda kule akapigwa kitasa, mara kazimia na kana baba kamsababisha, mara akaenda akapigwa kitasa akachukia kabisa, na baba sasa kuona naye. Kwa sio wakati wangu, ila wakati wa Mungu ni wakati sahihi. Mungu atamfukia mwenyewe, atamuongeleza, kumwelekeza jambo gani afanye. Mungu atamuongoza. Mimi naamini atakuwa bondia mzuri sana kwa taifa la Tanzania. Asante kwa hiyo.